Ndiyo, hivyo ambavyo tumeshuhudia mchezo mzuri kati ya Singida Black Stars dhidi ya Yanga. Ni mchezo wa ufunguzi wa uwanja wa Airtel Stadium. Mambo ni mazito kweli kweli. Tulishuhudia bwana timu zote mbili zikicheza bila pressure. Mambo yanakuaje? Timu ambazo zina utajiri wa wachezaji wakubwa mno, wenye lenki kubwa mno barani Afrika. Hakika tulienjoy kweli kweli. Niko hapa ndugu yangu, unakwenda kusikia mengi na mazuri kutoka kwake. Kwa vizuri? Mungu mwema. Mambo ni njema Kabisa. Zilikuwa dakika za aina gani 50 na kitu kabla ya 60, kabla mvua haijaja kuharibu shughuli? Kuna mambo mengi mpira. Mpira katikati kwa mambo mengi sana. Mambo mengi mno. Admini akajichanganya wa Yanga hapo katikati, akatuambia mpira unaenda kuisha dakika 90. Dakika 90 wakati kipindi cha kwanza. I say. Of course Cisco ilikuwa ni moja ya mchezo mzuri. Na ijapokuwa hatujaipata ile ladha kabisa kiushindani kutokana na matatizo ya kielektroniki hayo, hatuwezi tukadinao sana. So sisi tutachambua tu zile dakika ambazo tumepata nafasi ya kuweza kuona mchezo. Nilichokuambia asubuhi Cisco ndicho ambacho kimeenda kutokea. Ni mchezo ambao haupo katika level kubwa ya ushindani. Katika urahisi, uwepesi pamoja na kawaida, ulikuwa ni mchezo wa kawaida sana. Kwa hiyo transition game ndio ambayo imeweza kuonekana katika mchezo huu. Kwa maana ya kwamba mipishano ilikuwa ni mingi sana kwa Young Africans pamoja na Singida Black Stars. Singida Black Stars chini ya David Ouma, mwalimu alikuwa na option moja tu, kukaba kutumia mid block pamoja na kufanya high pressing. Kwa maana ya kuwa anawafahamu Young Africans, effect ambayo Young Africans wanaweza kukupa kipindi utakapoweza kuwaruhusu wao kumiliki mpira. Ukishawapa Young Africans nafasi ya kumiliki mpira, maana yake umewapa nafasi ya kufanya slow build up. Maana yake hapa katikati tunazungumzia kitu kinaitwa short passes. Young Africans paka wanakuja kukufunga, unaweza kukuta 90% ya wachezaji wao wameushika mpira. Nikiwa na maana ya kuwa kuanzia kwa goalkeeper, center back wao, midfielders wao mpaka kufika kwa forward. Mbaya zaidi leo Young Africans hawakuwa na natural forward, nikiwa na maana ya kuwa hawakuwa na yule forward asilia. Mwalimu ameanza na Pacome Zouzoua, mbele alikuwepo Max, lakini pia mara nyingi ulikuwa unaona wana exchange pamoja na Jonathan Ikangalombo, ndio maana hata Ikangalombo ameweza kufunga goli. Alichokifanya David Ouma ni kuwa ukishawafanyia Young Africans high pressing, timu yoyote ile kubwa, ukiwa unawafanyia high pressing, unaweka mpira katika tempo kubwa, nikiwa na maana tempo ya juu. Ukishaweka mpira kwenye tempo ya juu, kwa timu kama Young Africans unawapa option mbili: wafanye makosa uadhibu, lakini pia kutoko hapa nafasi ya wao kuweza kuchezea mpira. Rejea matukio ambayo amelifanya Abubakar Komen, rejea tukio ambalo ameweza kulifanya Pacome Zouzoua, kurudisha mpira nyuma. Hile ndo tunaita high pressing. Mfikie mchezaji, kisha mfikia unamchanganya, maana yake unampa nafasi ya kufanya makosa. Kisha afanya makosa, basi unapata nafasi ya wewe kwenda kufunga. Tatizo jepesi ambalo wanalo Singida Black Stars, mbaya zaidi asubuhi sikuweza kulizungumza, ni timu ambayo wapo wanakuwa kwenye mfumo wa low block wakati wanakuja kujilinda. Ni jambo zuri sana, lakini interpretation ya mfumo huo inakuwa sio sahihi. Nafikiri hata mwalimu labda na leo atakuwa ameona hichi kitu, ataendelea kukifanyia mazoezi. Kwa maana ya kwamba unapokuwa unafanya low block, hakikisha marking zako zote zinakuwa sahihi. Fika kwa mchezaji. Sawa. Angalia goli ambalo ameweza kulifunga Jonathan Ikangalombo. Tusiende kwa Jonathan Ikangalombo, turudi kwenye defensive lineup ya kikosi cha Singida Black Stars. Sawa. Usahihi wa matendo. Always ukiwa kama beki, lazima uhakikishe kile unachokifanya unakifanya kwa usahihi. Usipokifanya kwa usahihi, unaleta wakati mgumu kwa goalkeeper. Ule mpira katikati ya wachezaji zaidi ya watatu, nafikiri kama sio watatu wanne, Jonathan Ikangalombo aliweka touch yake ya kwanza, ya pili ungehopa dribble. Sawa, pengine labda ndo center back wa kikosi cha Singida walikuwa wanafikiria hicho, lakini hakikuwa sahihi. Ile touch ya kwanza tu, mchezaji akishaweka mpira ukawa chini, wewe kama center back lazima uweze kufikia ule mpira. Ndio maana leo na kukumbusha jambo, ukiwa unasikiliza interview ya hizi timu za kawaida sana, ma center back wako ukiwa unawasikiliza wanakuambia mimi role model wangu Dickson Job, mimi role model wangu Ibrahim Hamad Bak. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu ya vitu kama hivi. Lazima uwe unasoma nyakati za mchezo. Forward akishaweka mpira mguuni mwake, first touch yake lazima usome first touch yake ni ipi. Cheza na first touch. Ndicho ambacho Singida Black Stars walitakiwa kuweza kukifanya. Lakini hata kwenye baadhi ya matukio ambazo attempts Young Africans walizokuwa wanazifanya, ulikuwa unayaona jambo kama hili. Markings zao ni za kumwangalia mchezaji. Akishafanya action ndo unamuona beki anafanya action. Tayari umesha delay katika tukio. Maana yake unaenda unaipa wakati mgumu timu yako. Lakini kwenye swala la kushambulia, kama ambavyo niliweza tu kukwambia, huwa wanashambulia kupitia pembeni. David Ouma hapa ndiko ambako huwa anampenda, kwamba akishapata mpira hana muda wa kupiga back pass. Lazima tutamuona anakwenda kukushambulia. Ndio maana nikakwambia pia katika jambo ambalo timu ndogo zitafaidika nazo wakiwa wanacheza na hizi timu kubwa, ni wakati ambao utawapora mpira
wao wanakuja kukushambulia. Okay. Ukishawapora mpira hakikisha unaenda golini. Usipige back pass. Ukishapiga back pass unawapa option mbili. Wakupore mpira au usipate nafasi ya kwenda kuwafunga. Ndicho ambacho kimeweza kutokea. Kwa Young Africans nafikiri yale tulikuwa tunazungumza asubuhi kwamba tutaona ubora pamoja na udhaifu wa Yanga kutokana na kukosekana kwa wale wachezaji wao muhimu. Nafikiri umeona. Maxi Nzengeli ndo amekuja kufanya clearance kwa mchezaji wa Singida Black Stars, nimelisahau jina lake kidogo, ambalo ndio imekuwa sababu ya Young Africans kupata kwa Singida Black Stars kuweza kupata goli kupitia kwa Saji Paku. Ndio. Ile ni unaona udhaifu wa center back wa kikosi cha Young Africans. Alikuwepo Andambwile pamoja na Shadrack Kaboka. Hapo ni chomeke ya kuwa. Tumeona pia aina nyingine ya uchezaji wa kikosi cha Young Africans. Shadrack Kaboka amefiti katika mfumo wa center kama beki ya kati. Umeona faida sasa michezo kama hii hapa. Tulikuwa tunazungumza asubuhi. So tumeona pia udhaifu mwingine hapo wa center back wa kikosi cha Young Africans. Mpaka mchezaji anaweka mpira kwenye mwili wake. Wewe kama center back, jambo la kwanza soma first touch yake. Ukishagundua first touch yake ni nini, mpira ukishatua chini ni wa kwako. Why? Fanya clearance. Lakini Maxi Nzengeli ametoka kule alipo na kuja kufanya clearance ambayo alichelewa na hatimaye kumfanyia madhambi na Singida Black Stars kupata goal. All in all ulikuwa ni mchezo wa kawaida tu, kutokana na pia kutokushuhudia baadhi ya matukio mengine uwanjani, lakini pia mchezo kutoweza kuimarika. Kwa goalkeeper Abubakar Komen, nafikiri ni mchezaji ambaye anahitaji muda mwingi sana wa kuendelea kujifunza zaidi na zaidi. Young Africans inamhitaji Jigidiala katika kila aina mchezo ambao wanacheza. Abubakar Komen, kosa ambalo ameweza kulifanya ni kosa ambalo hata goalkeeper anayejifunza hawezi kufanya kitu kama kile. Ukishakuwa mpira ukishakuwa katika high tempo, hakikisha goalkeeper haukai na mpira zaidi ya sekunde 2. Ni heri upige mpira uende nje. Ndio maana magolikipa bora siku zote huwa wanafanya hivyo. Piga mpira nenda nje. Mpira ukienda nje watarusha. Tayari mmeshajipanga katika safu yenu ya ulinzi na mnaweza msiathirike kwa kitu chochote. Ndio. Bana, mambo ni mazito kweli kweli. Florence Renatus huyo hakiunguruma hapa kwa kuzungumza mengi na mazuri, hasa yale yenye ufundi na udambu ndani yake, huku ndugu yangu Michael Miava akiwa anatoa meno tukusikiliza uchambuzi mzuri kweli kweli. Bana, lakini leo tumepata pia somo. Ndugu yangu Renatus, kuna somo tumelipata, sababu ambazo pia zinapelekea kuahirishwa kwa mchezo. Nimefurahi. Ama sio somo. Unajua sana kwa sababu Mungu analeta pia na nini? Tukio ambalo umelizungumza ni tukio ambalo linahusisha mvua. Kipindi hichi cha mvua sasa uko umenikumbusha issue ya mabati quality. Pale ninapokaa kidogo nilimkumbusha jirani yangu, nikamwambia kwa kipindi hichi cha mvua na hizi harakati zako za kimaisha unarudi umechoka sana, basi hakikisha unaenda pale mabati quality. Hii nyumba yako ukiwa unalala ndani basi ulale kwa amani. Sio unalala mvua ikishaanza kunyesha wewe unatoka nje unaenda kujikinga. Ndio. Sababu ya kuahirishwa kwa mechi tumeiona. Ni hali ya hewa. Hali ya hewa na kafu ukiangalia na pamoja na FIFA kwenye zile sababu 3 kuu za kuahirishwa kwa mechi, hii moja leo imekuja, alafu pia watu wamefanyia haki. Upepo mkali, mvua kubwa. Kwa maana unamaanisha kwamba kile ambacho walifanya watu tarehe 8 wanapaswa kuweza kujifunza kwenye tukio la namna hii. Mimi sikusema lakini nafikiri kama vile kuna vitu kidogo yani vina uhusiano kidogo. Unajua kuna nyakati Florence ndugu yangu, Mungu huwa anatupaga majibu ya maswali mengi ambayo tunajiuliza. Unajua hapa usicheke, si kitu kizuri. Watu walikuwa wanajiuliza sababu hasa ni zipi zinazopelekea mpaka mchezo kuahirishwa. Unaelewa vizuri? Ndio tumejifunza sasa. Mungu akaleta majibu. Bwana, miongoni mwa sababu zinazotakiwa mchezo kuahirishwa ni hii. Tumeiona leo tarehe 24. Ushawahi kusikia majirani zako ama rafiki yako mtu yote anakuambia Mungu fundi bwana? Mungu si athumani bwana. Mambo kama haya. Majibu yanapatikana. Mambo ni mazito bwana. Nafikiri ni swali la kuchomekea, lakini huko ndani unakotaka kunipeleka siendi Cisco. Huko unakotaka kunipeleka siendi. Lakini wamefanya jambo zuri sana kwa sababu mvua ni nzuri na kitu chochote kinapokuwa kikizidi kinakuwa ni hatarishi kwa maisha ya mwanadamu, nikiwa na maana ya afya ya mwanadamu. Tumeshuhudia baadhi ya mechi zinaweza zikachezwa na mvua ikiwa inanyesha, lakini hali ya hewa ikiwa kama ile mpaka unaona mwamuzi anapelekea kuahirisha mchezo, maana yake ni kuwa hali hairuhusu na ni hatarishi kwa afya ya wachezaji. Unajua wachezaji ni binadamu ambao kila siku wapo katika mazoezi. Yaani mwili wake kila siku upo katika mazoezi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vikifanyika kwenye mwili wake vinaweza vikamuathiri
kwa namna moja au nyingine, ila huko unakotaka kunipeleka mimi siendi. Mimi nasema tu sababu ya kuahirishwa kwa mchezo ni sababu nzuri, ni ina mantiki, na hizi ndo sababu tunapenda kuzisikia. Na hoja zisingekuwa nyingi tungekuwa tulishasahau. Tulishasahau kabisa na tarehe ilishapangwa. Yes. Bwana, mimi nikushukuru sana, na huko ambapo nilitaka nikupeleke kwa kuwa umegoma kwenda na mimi siwezi kwenda mwenyewe. Lazima safari yetu ishie hapa kwa sababu si vyema tuko wawili alafu naniacha niende mwenyewe. Unitakii mema. Bwana, nyuma ya kamera yuko Odo Nuru. Kwa heli.